Karibuni sana katika kituo cha uwekezaji TIC, na kwa jina naitwa Gilead Terry, ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji TIC. Na ndugu wanahabari, tumewaita leo kwa ajili ya ikiwa sehemu ya taratibu zetu za kawaida za kituo, kuwapa mrejesho pamoja na taarifa kuhusu masuala mazima ya uwekezaji na namna mwenendo wa uwekezaji ulioko nchini. Na tunafanya hivi kwa mujibu wa sheria ya uwekezaji sura ya 38, sheria ya mwaka 2022, sheria bora kabisa ya uwekezaji ambayo iliundwa chini ya uongozi shupavu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, anayeongoza serikali ya awamu ya 6. Na ndugu wanahabari, mara ya mwisho tulipoita hapa tulioeleza kuhusu mafanikio makubwa ya uwekezaji yaliyojitokeza kwa mwaka wa 2024. Kama mtakumbuka, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji mapema mwanzoni mwa mwaka huu alitangaza mwaka 2024 kuwa mwaka bora kabisa wa uwekezaji, ambapo kituo cha uwekezaji kilisajili miradi 901 yenye thamani ya 9.31 bilioni dola za Kimarekani, na ikiwa ongezeko kutoka dola bilioni 3.7 za mwaka 2021, na ilikuwa ongezeko kubwa kabisa la kihistoria lililofanya mwaka huo kuwa mwaka bora wa uwekezaji tangu kuanzishwa kituo cha uwekezaji mwaka 1991. Lakini pia mageuzi mengine makubwa ambayo yalifanyika mwaka jana ilikuwa ni ongezeko la Watanzania wanaoshiriki kumiliki uchumi na kufanya uwekezaji katika nchi yao. Na kwa mwaka jana tuliona kwamba Watanzania wanaofanya ubia na wageni pamoja na Watanzania wengine walikuwa takriban 50% ya uwekezaji mzima uliofanyika nchini Tanzania. Na mitaji hii iliyoingia nchini ilizalisha zaidi ya ajira 523,000 nchini kwetu. Na haya ndio yaliyofanya mwaka huu ukawa 2024 ukawa mwaka bora wa uwekezaji Tanzania. Sekta zilizoongoza, sekta ya viwanda 50.4%, ikifuatiwa na sekta ya uchukuzi, usafirishaji, ikifuatwa na majengo ya kibiashara, utalii pamoja na sekta ya kilimo. Sasa haya yalikuwa mafanikio ambayo yalitokea katika mwaka wa 2024. Lakini leo tumewaita kwa ajili ya kuwapa mrejesho mwingine ambao ni bora zaidi ya maendeleo ya uwekezaji kati ya Januari pamoja na Mei mwaka 2025. Na furaha kuwajulisha ndugu wanahabari kwamba kituo cha uwekezaji kimesajili miradi 372, ikiwa ni ongezeko la 11.04 ukilinganisha na miradi 335 iliyosajiliwa mwaka jana katika kipindi hicho. Lakini pia thamani ya miradi ambayo imesajiliwa na kituo cha uwekezaji imeongezeka kwa 31.9, ikiwa sawa na dola za Kimarekani 3.7 bilioni ukilinganisha na dola za Kimarekani 2.8 bilioni kwa kipindi kama hicho mwaka jana. Lakini pia miradi hii inatarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira 41,000. Na katika miradi hiyo, miradi 113 sawa na 30.37 inamilikiwa na Watanzania. Miradi 73 19.63 inamilikiwa na ubia kati ya Watanzania na wageni, na miradi 186 inamilikiwa na wawekezaji kutoka nje. Jumla miradi inayomilikiwa na Watanzania au Watanzania walioingia ubia na wageni ni miradi 186 ikilinganishwa na miradi 186 ya wageni, uwiano wa 50-50. Na miradi hii 372 kama tunavyoona kati ya Januari na Mei 2025 inaleta mitaji ya dola $3.755.41 bilioni na ajira zaidi ya 41,000 katika nchi yetu. Kwa hili ni jambo kubwa, jambo la kupongeza, na tunapenda kuchukua nafasi hii pia sana kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mafanikio haya makubwa ya miradi iliyosajiliwa. Sekta zinazoongoza katika usajili wa miradi kati ya Januari na Mei 2025. Sekta ya kwanza ni sekta ya viwanda yenye usajili wa miradi 156 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.4.
miradi ya usafirishaji ya uchukuzi miradi 56 yenye thamani ya dola za Kimarekani 337. Sekta ya kilimo imeshika nafasi ya 3 yenye usajili wa miradi 40 dola za Kimarekani 849. Utalii ikiwa ni ya 4 yenye miradi 39 yenye thamani ya dola za Kimarekani 107.26, na ujenzi wa majengo ya kibiashara ikiwa ni ya 5 yenye miradi 36 ikiwa na thamani ya mitaji ya dola za Kimarekani 160 milioni. Kwa nadhani ilikuwa ni muhimu sana pia kuainisha sekta ambazo zimeongoza kwa uwekezaji: sekta ya viwanda, sekta ya kilimo, sekta ya nishati, sekta ya usafirishaji pamoja na miundombinu ya kibiashara. Kwa haya ni maeneo ambayo tumeona uwekezaji mkubwa sana katika mwaka huu kuanzia mwanzo wa mwaka hadi sasa. Lakini pia katika kipindi husika ningependa kusema kuhusu mikoa ambayo imefanya vizuri pia katika uwekezaji. Mkoa wa Dar es Salaam uliongoza kwa miradi 134, mkoa wa Pwani ukifuatiwa na miradi 90, mkoa wa Arusha na miradi 29, mkoa wa Dodoma miradi 14, na mkoa wa Geita na Morogoro imefungana katika namba 5 ikiwa na miradi 13 kila mmoja. Na tunaamini wiki hii ambapo daraja kubwa kabisa la kihistoria la Kigongo Busisi kuelekea Geita linapozinduliwa na Mheshimiwa Rais, uwekezaji utazidi kuongezeka katika mkoa wa Geita, hasa pia uwekezaji ambao unaongozwa na wawekezaji wa ndani. Jitihada na mafanikio haya ya Januari mpaka Mei 2025 yametokana na sababu kadhaa. Sababu ya kwanza kabisa ni uongozi mahiri na thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanadiplomasia namba 1 ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwawezesha Watanzania, lakini pia kuwatafutia fursa Watanzania na ndani na nje ya nchi ili waweze kumiliki uchumi wao wenyewe. Na tunapoona zaidi ya 50% ya uwekezaji mzima unaofanyika nchini unatokana na wawekezaji wa ndani. Hii ni ubora kabisa wa uongozi wa serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini eneo la pili ni sheria hii ya uwekezaji ambayo imelegeza masharti kwa ajili ya Watanzania kuwa wawekezaji na kushusha kiwango cha uwekezaji mara 10 kwa urahisi zaidi ya wageni. Wageni mtaji wao dola 500,000 sawa na zaidi ya bilioni 1.25, na Mtanzania kuwa mwekezaji dola 50,000 pekee kama milioni 125. Maana yake chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, Mtanzania ana nafasi mara 10 zaidi ya kuwa mwekezaji nchini kwake ukilinganisha na mgeni. Lakini sababu ya tatu ni uanzishwaji wa huduma za kiuwekezaji karibu zaidi na wananchi, na mwaka huu kituo cha uwekezaji tumefungua ofisi ya kanda mkoa wa Njombe ambayo inasogeza huduma katika mikoa ya Iringa, Ruvuma, lakini pia na Njombe, ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma za kufahamu kuhusu uwekezaji, wanapata huduma ya fursa karibu na huko waliko. Lakini hili ni ongezeko la ofisi za kanda ambazo tayari tunazo. Kanda ya Ziwa ofisi yetu iko Mwanza, kanda ya Kati ofisi yetu iko Dodoma, nyanda za juu kusini ofisi yetu iko Mbeya, nyanda za juu kaskazini ofisi yetu iko Kilimanjaro, lakini pia ofisi mpya ya Arusha ambayo tulizindua mwaka jana. Sababu ya 4 ni ziara za kimkakati za wanahabari, na hii tunashukuru sana wanahabari kwa kutufikishia taarifa za habari mbalimbali nchini na duniani kote. Na hii mfano kwa kushirikiana na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali mwezi Februari tuliandaa ziara za kimkakati kutembelea viwanda, na wengi mtakuwa mnaona pia kupitia vyombo vyetu vya habari kuhusu taarifa mbalimbali za kiuwekezaji ambazo zinatokea. Sababu ya 5 ni utoaji wa huduma bora za kiuwekezaji kupitia kituo cha pamoja cha uwekezaji hapa Dar es Salaam pamoja na ofisi zetu zote za kanda, ambayo inasaidia sasa Watanzania kupata vibali kwa urahisi, kuanzisha viwanda vyao kwa urahisi, na ndio kinacholeta matokeo haya. Sababu ya 6 ni kuendelea kufuatilia na kufanya tathmini ya uwekezaji unaofanyika, na kati ya Januari na Mei 2025 tumetembelea miradi isiyopungua 737. Miradi hii tunaifuatilia, kama kuna changamoto yoyote tunajaribu kutatua, na lengo ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanasajili miradi yao wanawekeza, na wale ambao wanawekeza hawapati changamoto katika uwekezaji wao. Sababu ya 7 ni utoaji wa hadhi maalum za kimkakati
ambazo zinasaidia uwekezaji mkubwa kuweza kuanza kwa urahisi. Sababu ya 8 ikiwa ni kuvutia wawekezaji kutoka nje kuja kushirikiana na Watanzania. Kwa kuwapa wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao wanakuja katika kituo cha uwekezaji, wanatafuta Watanzania wa kushirikiana nao. Na tulitoa tangazo mwishoni mwa mwaka 2023, Watanzania wanaotafuta ubia, wanaotafuta watu wa kushirikiana nao waje TIC kuweza kupata usaidizi. Sababu ya 9 ni makongamano, maonesho na mafunzo mbalimbali ambayo yanafanywa kupitia TIC. Na sababu ya 10 ikiwa ni kuongeza taarifa kwa umma kupitia mitandao ya kijamii, tovuti pamoja na ripoti mbalimbali ambazo tunazitoa katika kituo cha uwekezaji. Na hii imeendana sambamba na kuboresha na kitengo chetu cha aftercare. Tunatarajia kwamba katika mwaka huu wa 2025 Tanzania, kutokana na hali nzuri ya mazingira ya kiuchumi, usalama, utulivu, tutavunja rekodi nyingine ya kusajili miradi. Mwaka jana tulikuwa na lengo la miradi 1000, tukafika miradi 901 ambayo ndio ilikuwa miradi mingi kabisa tangu kuanza kuchukua takwimu. Lakini pia malengo ambayo tumejiwekea mwaka huu ni miradi 1500, tukitegemea Watanzania ndio watakuwa wengi kabisa katika usajili huu. Lakini jambo lingine ambalo limejitokeza na ni muhimu na lenyewe kulizungumza ni fursa kwa Watanzania ambao wamefanya uwekezaji kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan. Kituo cha uwekezaji kimepata mshauri Mtanzania ambaye yuko ndani ya kituo cha uwekezaji kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan, na huduma hii itatolewa bure. Lakini pia kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Japan JICA, kuanzia mwezi wa 7 tutakuwa na afisa kutoka Japan ambaye atakuwa katika kituo cha uwekezaji mwenye jukumu la kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupeleka bidhaa zao nchini Japan. Watakusaidia sehemu gani ya kupata masoko, ni kwa namna gani ya kupata masoko, namna gani biashara yako unaweza kuipackage, na huduma hizi zitakuwa zinatolewa bure zikilipiwa na kituo cha uwekezaji. Kwa tunatarajia katika ngwe ya pili ya mwaka moja kuongeza kasi ya usajili wa miradi, lakini pia kuongeza usaidizi wa Watanzania ambao tayari wameshawekeza kupata masoko ndani pamoja na nje.